nafasi ya kuzungumza na Imelda Mtema kutokea Global. Yeye ndio mtu ambaye alianza safari na Hawa ama mwanadada ambaye alikuwa ni mwigizaji tangu enzi za ugonjwa wake unapoanza mpaka umauti unamkuta. Imelda alikuwepo bega kwa bega na yeye. Tumeamua tumtafute Imelda ili tuzungumze naye kwenye safari ya uhai wa Hawa, shida yake, matatizo yake mpaka umauti unamkuta. Pia pengine aliwahi kuzungumza naye kabla umauti kumkuta, alipata kuzungumza naye kitu gani? Tuko na Imelda Mtema. Dada, pole na msiba. Asante, tupole wote kwa sababu Watanzania wote wamempoteza Tanzania mwenzao, wamempoteza mtu aliyekuwa anamfahamu, mashabiki wamepoteza mtu ambao walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kutokana na tatizo alikuwa kumsumbua. Sawa, pengine tuanze na safari ya Hawa. Ugonjwa wake rasmi ulianza wakati gani? Hawa ameumwa sasa hivi takriban miaka 8, lakini ulianza tumbo linauma, mara akapata stroke, yani aliparalyze, wakahangaika akapona. Kwa hiyo ilikuwa na mlolongo mrefu, lakini miaka 4 iliyopita au 5 ilikuwa ile serious, ile muda kupasuliwa. Alianza kuumwa na tumbo kwa sababu ya nini labda? Nini hasa kilipelekea? Yani walikuwa mwana kwanza kwa atoe majibu kwa sababu fistula ya utumbo. Yani kila mtu alikuwa na daktari kila kimnani anasema yake, lakini mara mwisho kwa sema alikuwa na fistula ya utumbo. Na hiyo ndio ilikuwa ikimsumbua tangu hapo mwanzo. Kwa sababu ilikuwa ndio anafanywa upasuaji mara kwa mara. Kwa sababu alikuwa anaenda anafanywa, anakatwa utumbo, unakuwa unaoza, anakatwa unaoza. Sawa. Na matibabu yake hasa ilikuwa kwa ajili ya fistula ambayo ndio ilikuwa inazungumzika alikuwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa mwanzo, lakini alivyoenda kule, alipofika India baada ya kumfanyia vipimo na waligundua kwamba yani sasa sijajua ni hiyo, gundua kwamba utumbo wake ule mnene ndo ulikuwa umeparalyze, na ulikuwa haufanyi kazi. Kitu ambacho kwa kinasababisha sasa utumbo unakuwa unaoza, kwa sababu hata choo alikuwa apate, alikuwa anakaa saa nyingine miezi 3, miezi 4 hivyo ndo anapata choo tena kwa shida. Zamani nifahamu kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu wanasema sababu ya Hawa kuumwa, alibeba ujauzito, akajifungua kwa operation, na baada ya hapo baada ule operation ndio ikawa chanzo hasa cha yeye kuumwa mpaka umauti unamkuta. Kuna ukweli hapo? Hapana, kwa sababu mtoto wa Hawa na sasa hivi yuko form 4. Na maana ungeangalia ni muda mrefu, na Hawa kaumwa tu miaka 8. Na mtoto wake sasa hivi yuko form 4. Kwa hiyo hapana, yeye alizaaga tu mtoto wake vizuri. Na mtoto msichana tu mkubwa yuko form 4 sasa hivi. Sawa, tungependa sasa tufahamu, unakumbuka mara ya mwisho ulienda mpaka India, ulifunga safari ukaenda kule. Hali ya Hawa ambao ulimkuta nayo na ile ambayo ilitoka nayo hapa nyumbani Tanzania ilikuwaje? Hawa kwa kweli nilipofika hali yake alikuwa anaendelea vizuri sana, na akaniambia katika kipindi chote tumehangaika, sasa hivi Imelda nimetoboa. Mungu amenipa tena nafasi na kama yani kufa sifi tena. Basi tulikuwa tunaongea, na najaribu sana kumdadisi kwamba unaona kuna utofauti wote toka ulivyofanya operation zile zote, na yeye akasema kuna utofauti mkubwa. Hii Mungu ametufanyia, anasema Mungu ametupenda, hii Mungu ametupendelea. Na kipindi ambacho alikuwa ukizungumza naye alikuwa kwenye hali gani? Labda alionyesha ule uhafueni labda? No, alikuwa kwenye hali nzuri, alipendeza sana. Mpaka nilikuwa namwambia yani unapendeza. Nikamwambia hivyo weupe wa India, ananiambia hamna, tunaona hata mimi sipaki mafuta. Wewe mwenyewe ndio umekuja hapa unaniambia baki paka mafuta hata miguuni, lakini sipaki mafuta, sipaki chochote. Kwa hiyo yani alikuwa tu amekuwa mrembo sana. Mimi nimeenda nikasema nikawa namtania, ngambia ukifika tu pale airport ya Dar es Salaam unakutana na maua na pete pale ya uchumba. Akawa anacheka, tulikuwa tunataniana tunacheka. Na alikuwa anaendelea vizuri kwa sababu tulikuwa sasa tunaweka muziki, tunaimba, tunacheza, tunakumbuka nyumbani. Yani ilikuwa yani sio mtu ambaye kwamba useme kwamba huyu umauti utamkuta muda wote. Na natamani pia nifahamu neno la mwisho ambao ulipata kuzungumza naye kipindi ambacho mnacheza, mnaongea, mlikuwa mnakumbuka nyumbani. Na kama nakumbuka nilipata nafasi ya kuona video zenu za pamoja mkiwa mnaongea, alikuwa akiwa analia. Nini hasa kilikuwa kinapelekea awe analia ikiwa tayari alishakuwa na afueni ya afya yake? Hawa ni mtu wa hisia. Kulia kwake ni kulia kwa hisia. Yani akiwa anaongea kitu labda kushukuru, labda kwamba Imelda umenifanyia hivi, anapata zile hisia ya kulia. Lakini si kwamba alikuwa analia kwa hisia sana. Na tulikuwa tunakumbuka tunafanya mchezo, tulikuwa tunaangalia kitu gani cha msiba.
Akasema wewe ukifa ndio utalia mpaka unagalagala. Yaani alikuwa tu anaongea. Yaani kama anakuona, yaani unagalagala chini, unagalagala. Basi tulikuwa tunataniana. Lakini haikuwa ni kwamba mtu unaona kwamba hii kwamba eti kwa sababu anasema hivi anaumwa, hapana. Akasema wewe tena unaonekana wewe nikifa wewe utalia kama anakuona, utalia wewe. Basi akawa anasema natamani nirudi Tanzania, tufanye yale mambo tulioahidi, tufanye vitu ambavyo tumesema tutafanya. Maana hawa walikuwa na ndoto nyingi, yani sio mtu ambaye alikuwa anakata tamaa sema atakufa hivi, alikuwa na ndoto nyingi. Anasema ni mimi hapa nitakuja kuwa mtu mwenye hela sana. Mimi ngoja tu nimalize nitakuja kuwa tajiri. Lakini tukajua kile kuwa na ndoto nyingi, yani mpaka mwenyewe unashangaa. Yani mwingine angesema labda sitaki kuwaza maisha kwa sababu ya ugonjwa anaopitia, lakini hawa alikuwa na ndoto nyingi. Alikuwa na utofauti. Sawa. Sawa, Imeda, tumeanza kukuona muda mrefu ukiwa unampigania Hawa, lakini pia tumekuona kwenye safari ya India na huko ndiko ambako mauti umempata Hawa. Hebu tukumbushe kidogo namna mlivyojuana na Kalin, lakini pia maisha ya huko India yalikuweje mpaka siku ambayo umepata taarifa ya kwamba amefariki, kiwa wewe tayari umerudi unamsubiri aje, lakini ndo hawezi kuja kiwa mzima. Hawa alipoenda India alikuwa anaendelea vizuri, na uzuri ukakutana na wadada ambao ni wa Tanzania wanaishi kule, walikuwa wanamsaidia sana kwa karibu kama dada yao. Na wale wadada walikuwa yani kiukweli, yani Mungu awazidi kuwa awajalie, yani kwa sababu walikuwa wanamsikiliza Hawa, kwa sababu walikuwa anapenda, nataka unipikie noodles, anapikiwa anasema nipikie kwanza wali, anapikiwa leo mkanunulie basi samaki. Kwa hiyo unakuta yani, lakini bado wale walikuwa wanaenda hawachoki. Na hiyo ilikuwa tunaona kwa sababu ya kupona, anapata appetite ya kula kila kitu. Kwa hiyo anakula kidogo, anakula kidogo, anakula kidogo. Anaweza kala baadaye nipasheni kile chakula changu. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ana appetite ya kula, alikuwa yuko happy, mnaongea hivyo. Safari yako wewe na Hawa marehemu ilianzia wapi? Mlijuana vipi? Ilianza rasmi alipokuwa anaumwa? Yani mimi nilikuwa ni mtu nafahamu naye anafahamu, lakini tulikuwa hatuko karibu kabisa. Yani kama hivi unakutana na mtu mnasalimiana na ananijua, lakini hatukuwahi kuwa karibu kabisa. Wote tulikuwa tunakutana kwenye vitu mbalimbali, lakini hatukuwa karibu kabisa. Zaidi tumeanza kuwa karibu wakati Hawa anaumwa, ndio ile kwenda kumfanyia interview. Naye alikuwa akiwa na shida ataniambia hivyo, kwa sababu alikuwa ameshanizoea, ameshanifanya kama dada, ameshanifanya mtu wa karibu. Hata mtu akiwa anamuuzi atakwambia Imelda na shida, naomba nisikize, naomba unisaidie hivi. Anaweza kaniambia shida yake, anaweza akalia, yani kwa na vitu vingi. Nakumbuka kuna siku moja nilikuja hapa nyumbani nikamkuta hayupo, na alikuwa ameniambia nije. Sijui alikuwa ameuzika nini, mwenyewe kama ameondoka. Sasa mamake akaniambia Imelda, hebu ongea naye kumwambia unaondoka uji tena. Basi nikamwambia Hawa nimefika nyumbani kwenu haupo, na tumeahidiana, kwa sababu alikuwa apokee simu. Nikamtumia kwenye simu ya rafiki yake alikuwa nayo. Nikamwambia mimi nimekuja nyumbani hayupo na ninaondoka, sirudi tena. Akapiga simu akasema Imelda please nakuja sasa hivi dakika 2 niko hapo mlangoni. Na kweli dakika ngapi akaja. Mama akasema afadhali ngoja nije nikaongee naye. Basi maana sio yalizika nini. Ni kitu gani bado kinaendelea kubaki kama kumbukumbu kwako kutoka kwa Hawa? Hawa alikuwa msichana mwenye roho nzuri sana. Watu ambao wa nje labda hawamfahamu. Hawa alikuwa hata kama yeye hana hii nguo atakupa wewe uvae ya baki. Kwa hiyo alikuwa ni msichana, yani wenyewe familia yake wanamjua, ni shangazi. Kama ni shangazi, ni shangazi wa pekee. Kama mama mdogo, ni mama mdogo wa pekee. Yani hawa watoto wadogo zake, watoto wa kaka zake, yani wale wanamuona kama almasi. Kwa hiyo Hawa alikuwa ni mtu mwenye roho nzuri sana, yani sana, sijawahi kuona. Na hilo kila mtu ukimuuliza atakwambia ana roho nzuri mno. Ameacha watoto wangapi? Mtoto wake mmoja. Na mume? Hajawahi kuolewa. Sawa. Natamani pia nifahamu ili kabla umauti kumkuta alikuwa anatarajia kurudi nyumbani Tanzania siku hii ya leo. Ina maana alikuwa akianza safari pengine mpaka kesho angekuwa tayari ashaingia Tanzania. Ulipata nafasi ya kuzungumza naye labda? Nimezungumza naye juzi, mimi nilikuwa nimeenda Bumbuli. Akanipigia simu. Wewe mimi nakuja tarehe 15. Wewe uko Bumbuli, utawahi kunipokea kweli? Nikamwambia kwa nini sikupokee? Nitawahi kukupokea. Akasema Bumbuli mwenyewe naondoka leo, wewe utatoka kule mpaka utoka tarehe 10 mpaka uje kufika kesho yake tarehe 15. Kwa hiyo mimi nitakuwa nimesharudi. Akasema haya. Kwa hiyo hivyo tumeongea naye, akawa ananiambia jana nimeumwa sana, yani nimeumwa
Nikamwambia umeumwa nini? Nikamwambia nimeumwa tumbo. Nikamwambia hujala chochote cha pilipili? Hamna, nimeumwa mno. Nikamtania, nikamwambia unajidekeza. Akasema hapana Daimeda, mimi nimeumwa sana. Okay. Nikamwambia basi pole. Akaniambia ilikuwa mshike sikai inazunguka hapa kote. Kwa ikawa hivi. Pale ambapo amefikia. Ina maana hadi hospitali ilikuwa tayari ameshatolewa. Mimi nilipofika tu India kesho yake hiyo akapata discharge tukaenda apartment. Lakini uzuri ni kwamba apartment haikuwa sana mbali na hospitali. Okay. Sawa. Na labda alipoumwa na tumbo alirudi tena hospitali wakamwambia shida yake. Hawajaruhusu sababu alikuwa anaamka ili kila mtu anajua kiamka wala dada wanafanya usafi, wanamwandalia chai kama ni chakula anapenda nusu wanamwandalia. Kwa hiyo alikuwa kwa sababu waga mara nyingi alikuwa anapenda kuchelewa kulala saa 9 anaangalia movie. Kwa hiyo anajua sasa muda wake wa kuamka ni saa 6 saa ngapi, kwa hiyo hakumsumbua. Okay. Neno gani sana ambalo Hawa alikuwa akipenda kulitamka muda wote ulipokuwa naye karibu? Alikuwa ananiambiaga my brown sugar. Kwa nini? No, alikuwa ananiambiaga napendaga ngozi yako. Kwa hiyo alikuwa ananiambia my brown sugar, ananitaniaga hivyo wakati wote. Okay. Na akaniambiaga yani ombea Mungu nipone. Nije nifanye chochote kama biashara, maana alikuwa anapenda sana kupika. Akasema nitakuja nifufue mgahawa hapa, hamna mtu atakayenikamata kwa kupika. Kila mtu atasubiri iwe sijui nani na nani. Nipate hela nikufanyie kitu kizuri kwa sababu sijakulipa hata. Na ambapo kitu ambacho pia kinanishangaza Hawa kwa safari alikuwa ananiambia fanya ufanyavyo.